Ni tangazo la serikali kwa wananchi wa Zanzibar, hususan wanaotumia barabara za katikati ya jiji la Zanzibar, ambazo kwa hakika huwa na matumizi makubwa katika maeneo haya ya mjini. Hapa tulipo ni katika barabara ya Mnazi Mmoja, ambapo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ni mara baada ya kutangaza rasmi ni ujenzi wa barabara ya Mnazi Mmoja kwenda Malindi hadi BOT, njia ambayo itajengwa kwa takriban kilomita 2.3, ambapo ujenzi huo unatarajiwa kufikia bilioni 50.8, ambapo ujenzi huo utahusisha njia za kutembea kwa miguu, lakini pia na ukarabati wa maeneo mengine ya mji mkongwe ya njia. Na hivi ndivyo ambavyo zoezi rasmi lilivyoanza katika maeneo ya Mnazi Mmoja, lilivyoanza katika barabara ya Mnazi Mmoja la uchimbaji na utenduaji wa lami hii kwa ajili ya kuanza rasmi ukarabati wa barabara hizi. Tukiwa eneo hili pia tumepata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi na wengine ambao watumiaji wa barabara hii, nao wanatoa maoni gani kuhusu barabara hii ya Mnazi Mmoja kwenda Malindi, ambayo pindi ikimalizika itakuwa na maeneo ya watembea kwa miguu. Ndio wamefanya jambo jema kuweka hizo njia za kutembea sisi kwa miguu ili kuhatarisha maisha yetu, maana mabodaboda kama sasa hivi kutembea barabarani ni sifa vurugu. Lakini kujengwa kwa njia hii kwa nyinyi haijaletea usumbufu au chochote? Hamna, haileta usumbufu aina yote. Na dada, nyinyi mnapandia wapi? Au mna magari? Hamna, tunapandia Bubu Skuli, tunapandia na pale darajani soko. Jambo zuri tu, ni moja wapo ya maendeleo. Sio kushuhudia jambo lolote baya pengine barabarani, bodaboda au gari, kutokana na huu mchanganyiko hapa, mtu kapita, gari hapo hapo, mtu kapita, umeshakuona tukio lolote ambalo baya labda? Ambalo ni lipi? Yaani mfano bodaboda anakuja spidi, mtu anavuka, au inawezekana yani mnatembea hivi, labda inawezekana vile kwa overtake, inawezekana mtu akamgonga. Hasa kwa hiyo iko barabara na njia tofauti na kwa inasaidia. Leo mtu mtembea kwa miguu anatembea, bodaboda anakufuata kwa nyuma, hali ya kwamba tena yupo katika mwendo wa spidi. Je, usalama kutakuwepo? Hakuna usalama zaidi ya hivyo, ila tunaomba tu serikali waweke mipango na mikakati kwa ajili ya kuzuia kusema watembea kwa miguu wapite sehemu yao na bodaboda pite sehemu zao, kwa maana kwa ajili ya usalama zaidi kwa sisi wanadamu. Changamoto ni zipo ambazo unaweza kukuta mtembea kwa miguu anatembea, aidha pembeni kuna mfanyabiashara naye anajitafutia riziki yake, na hapo bodaboda anataka kupita. Kwa hiyo tayari unatengeneza msongamano na kero zaidi na kufanya msongamano wa watu ili wapate kusababisha nini? Matukio kama ya ajali, wizi, kutokana na msongamano kama huo.